Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Daktari Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu muujiza ya mti huu unayefahamika kwa jina la wawa kubwa. Mti huu hapa ni mujarab sana, hasa kwa mwanamama ambaye ana uvimbe katika kizazi au mwenye changamoto za uzazi, ambaye akishika mimba inakuwa inaporomoka, na hata pia yule mwanamama ambaye hajawahi kushika ujauzito kabisa. Mti huu ni mujarab sana, na kwa wanaume wanaosumbuka na maradhi ya ngiri. Je, mti huu wawa kubwa una kazi gani? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama, fika katika mti huu, hakikisha umekoga na umechukua udhu, tia nia kwa Mwenyezi Mungu. Ya Rabbi, mimi nina madhila ya matatizo na changamoto za uzazi, na kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala niondoshe matatizo ya shida ya uzazi. Sawa Chukua mizizi ya mti huu unayefahamika kwa jina la wawa kubwa, chukua tu kwa wingi. Baada ya hapo, subiria ukiwa katika hedhi, basi hakika tumia kunywa mpaka hedhi yako itapokuwa imefika katika kikomo, na baada ya hapo utaendeleza kwa muda wa siku 2. Hedhi yako inapokuwa imefika katika kikomo, utasubiria mwezi unayokuja kama utashindwa kushika ujauzito. Mti huu ukifanya muendelezo kwa muda wa miezi 2, hakika kama ulikuwa una uvimbe katika kizazi, una kinyama katika kizazi, una majimaji katika kizazi, kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi ule uvimbe utakuwa ni wenye kuisha. Na kama homoni yako ilikuwa high balance, basi ile homoni ita balance. Na kama mirija ya uzazi ilikuwa imeziba, basi hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itazibuka. Sawa Na pia kama ulikuwa unapata maumivu makali sana wakati wa kuingia katika hedhi, yale maumivu yatakuwa ni yenye kuisha. Sawa Na majani ya mti huu wawa kubwa, majani yake pamoja na maua yake, haya ni mvuto wa biashara na ni mvuto wa mapenzi kwa yule mtu anahitaji kumshika mtu kimapenzi au kumvutia mtu ambaye anahitaji amtekelezee jambo lake. Sawa Na pia majani haya na maua haya ukiyatwanga ukaweka katika mafuta ukatumia kujipaka kwa manuizo, hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utakuwa ni mtu mwenye mvuto mkubwa sana wa kusikilizwa na watu watakuheshimu kama ulikuwa huheshimiki. Na pia majani haya ukitumia kama fusho kwa ajili ya kutumia kwa wale watu wenye marohani, wenye majini, basi yanaingia katika fusho la majini. Kwa leo mimi naomba uridhike na elimu hii chache ambayo nilipewa na mzee wangu Mzee Soa na Mzee Mabewa akiwa na rafiki yake. Hawa walikuwa ni magwiji. Mzee Mabewa ni mzee wa Tanga huyu, na baba yangu Mzee Soa yeye ni mtu wa Urambo, Tabora kule, Nzega, Shinyanga, uzao wake pamoja na bibi yangu. Kwa hiyo wote walikuwa ni magwiji wa dawa, lakini walinipa hii elimu na mimi nikaona ni hapana, nimeona mti huu basi niwafikishe hii elimu na nyinyi muweze kuitumia na muweze kunufaika nayo. Kama unavyoona hapa Daktari Musa ofisini kwangu, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio, umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa, unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa, na dawa za mivuto ya mapenzi na dawa za maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete ya bahati,
pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako, uwe mtu wa mafanikio. Na je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa hapa navyomiliki mamilioni ya fedha? Na je, unahitaji kujifunza elimu za mimea na elimu za miti kwa ajili ya tiba mbalimbali? Kwa tiba pamoja na dua unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa. Usisite kubonyeza namba +255 784 120 592, na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.